عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن جميع صحابة رسول الله أجمعين، وخاصة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. Tunakwenda katika darasa letu la tafsiri ya Qur'an katika Suratul Mulk, sura ya 67 katika sura 114 zilizomo katika Qur'an. Tukawa tumeishia kwenye aya ya 25 walipokuwa wakihoji sana makafiri, kuhoji sana kwamba nani muumba, nani amefanya hivi, nani, maswali ambayo mpaka leo yapo. Sasa kwa leo insha Allah darasa letu linaanza katika usiku huu tarehe 25 ya jioni mwezi wa Safar mwaka 1448 Hijria, sawa na mwaka 2026 ikiwa ni tarehe 10 mwezi wa 8. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wa yaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innamal ilmu 'inda Allah wa innama ana nadhirun mubin. Qul, waambie Muhammad, jibu hoja zao hao makafiri wa Quraysh ambazo mpaka hoja leo bado zipo. Kuna watu hawaamini kwamba watafufuliwa na kiyama ipo, wapo mpaka leo, na hawa wanaonekana wameendelea sana, wamesoma sana, wanaonekana wana sayansi, wana teknolojia. Sasa haya si mawazo wameanza wao, yalianzwa na makafiri wa Quraysh. Qul, waambie Muhammad, huwa alladhi dhara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun, Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi wanadamu wote na majini wote na wanyama, wadudu, samaki, miti, mimea, maji, mawe, kila kitu yeye ndiye amekuumbeni. Wa ilayhi tuhsharun, na kwake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtafufuliwa, kila mtu aende kulipwa matendo yake. Wayakulun, na wakawa wanamhoji mtume kwa njia ya kejeli, mata hadha alwa'du, ni lini itatokea ahadi hii kwamba ati kiyama ipo, in kuntum sadiqin, ikiwa wewe Muhammad na hao waliokuamini ni wa kweli. Sasa Qurtubi rahimahullah katika tafsiri yake Al-Jami' li Ahkam al-Quran akaitafsiri hii aya, qul huwa alladhi dhara'akum fil ard ay khalaqakum fil ard, Allah ndiye amekuumbeni ardhi. Qala Ibn Abbas, wa qila nasharakum fiha wa farraqakum ala dhahriha, Allah ndiye aliyekuumbeni nyinyi wanadamu na akakuelezeni katika mgongo wa ardhi, walioko Afrika, walioko Asia, walioko Arabuni, walioko mikoani, wilayani, tarafani, katani, vijijini, mitaani. Yeye Allah ndiye aliyekuumbeni. Wafarrakakum ala dhahri al-ard, akawa amekuelezeni katika mgongo wa ardhi. Wa ilayhi tuhsharun, Qurtubi rahimahullah akasema hata yujazi kullam bi'amali, na mtafufuliwa kwa Mwenyezi Mungu kila mmoja alipwe kwa matendo yake, kila mmoja atalipwa kwa matendo yake. Wayaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin, na walikuwa wanamuuliza mtume kwa kejeli,
ni lini hii ahadi inayoahidiwa kwamba kiyama ipo kama ni wa kweli? Qurtubi akasema ay mata yaumul qiyama wa mata hadha aladhabu alladhi ta'idunana bihi wa hadha istihza'un minhum, ni lini siku ya kiyama na ni lini itatokea hii adhabu mnayotuahidi? Hii ilikuwa ni kejeli kutoka kwa hawa. Qul, Muhammad waambie, innamal ilmu inda Allah, hakika anayejua kiyama itasimama lini ni Mwenyezi Mungu. Wa innama ana nadhirun mubin, Muhammad waambie, hakika mimi, yani wewe Muhammad, nadhirun ni muonyaji, tena mubin anayefafanua kila kitu na kukukhofisheni. Qul lahum ya Muhammad, waambie ewe Muhammad, ilmu waqtu qiyami saa inda Allah, elimu ya siku kiyama itasimama lini anajua Allah. Fala ya'lamuhu ghayruhu, hakuna anayejua kiyama itasimama lini. Qul innama ilmuha inda rabbi, katika surat Araf vile vile. Qul, waambie, innama ilmuha inda rabbi, elimu ya kiyama anayejua Allah. Wa innama ana nadhirun mubin. Qala al-Qurtubi rahimahullah, mukhawifun wa muallimun lakum, mimi ni muonyaji na ninakukhofisheni. Sasa hapa ndio tukasema tutakuja kuzitaja alama kubwa 10 za kiyama ambazo haijatoka hata moja, na hizi alama kubwa 10 za kiyama zimefafanuliwa vile vile, ambazo zitatuchukua tena kama Ijumaa 3 2 na Ijumaa 4 2. Sasa ninakwenda ninarejea katika kitabu hiki kinachoitwa Ashratu Saa, alama za kiyama. Mwandishi ni Yusuf ibn Abdullah ibn Yusuf al-Wabili, kimechapishwa na Daru Ibnul Jauzi, kimechapishwa na Daru Ibnul Jauzi, ni chapa ya pili ya mwaka 1431 Hijiria. Anasema huyu bwana katika hichi kitabu, akasema tamhidun, utangulizi. Awalan, tartibu ashratu saati al-kubra, utaratibu ama mpangilio wa alama za kiyama, alama kubwa za kiyama ni kama hivi. Sasa siku moja Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu zangu mnaonipitia katika darasa hizi, huyu Hudhaifa ibn Usaid al-Ghifari, sio Hudhaifa ibn al-Yamani, Hudhaifa ibn Usaid al-Ghifari radiyallahu anhu anasema, qala ittala an-nabiy alayna sallallahu alayhi wasallam wa nahnu natadhakar faqala ma tadhakarun, qalu nadhkuru as-sa'ata, qala innaha lan taquma hatta tarawna qablaha 10 ayatin, fadhakara ad-dukhan wad-dajjal والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. رواه مسلم في كتاب الفتن باب أشراط الساعة. Ndugu zangu, huyu sahaba anasema siku moja Mtume alituchungulia masahaba, kwa sababu masahaba walikuwa hawapungui kwa Mtume, yani ni wanafunzi, wanakwenda kusoma kila wakati, kwenda kupata, kwa sababu ni wahi kutoka kwa Allah, na wanapenda kuuona uso wa Mtume kila wakati sallallahu alaihi wasallam. Ittala an-nabiy alaina, siku moja Mtume alituangalia, wa nahnu natadhakar, na sisi tulikuwa tunaulizana, tunakumbushana. Faqala, Mtume akawauliza, ma tadhakarun au ma tudhakirun, mnakumbushana nini, mnaulizana nini? Qalu, masahaba wakamwambia, nadhkuru saata, tunataja kiyama. Jamani, hii kiyama itakuwaje? Jamani, hii kiyama, jamani, kiyama hiyo. Qala, Mtume akawaambia, sikilizeni Waislamu wenzangu na wale ambao si Waislamu, unaamini huamini, subiri ufe. Mtume akasema, innaha, hakika hicho kiyama mnachozungumzia, mnachojadili, lan taquma, hakitotokea,
hatta tarawna qablaha 10 ayati, mpaka muone alama kubwa 10. Zitatokea alama kubwa 10. Hadithi hii ipo katika Sahih Muslim. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi akaanza kuzitaja zile alama. Katika hizi alama nisikilize vizuri. Je, kuna ambayo imeshatokea au bado? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, inna saata, hakika ya kiyama, la takunu, hakitotokea, hatta takuna 10 ayat, mpaka zitokee alama kubwa 10. Ya kwanza, khasfun bil mashriq, mashariki ya dunia itapigwa, ima jua kupotea ama mwezi kuwa kiza, mashariki mwa dunia. Ya pili, wa khasfun bil maghrib, magharibi ya dunia itapigwa kiza au chochote kile, ima ni mwezi au ni jua. Ya tatu, wa khasfun bi jazirati al-arab, pia vile vile ya tatu itapigwa nchi zote za Kiarabu, zitaingia kiza, itaingia kiza. Nakumbuka mwaka 2004 2005, saa 9 alasiri nilikuwa ninakwenda Radio Quran pale Haramain, wakati ninafanya vipindi pale. Basi jua lilipatwa na watu wa hali ya hewa walikuwa wameshatangaza hiyo hali. Basi Dar es Salaam mzima saa 9 ilikuwa ni kama magharibi, ilikwenda mpaka inafika saa 10 ni kiza 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 kabisa usiku. Mwenyezi Mungu alilichukua jua akalibana mwanga. Kariakoo watu wakumishemishe, basi Kariakoo ilipooza nadhani 2004 2005, mpaka mimi napanda ngazi zile na kwenda kule redio kwanza kipindi. Nilikuwa nafanya kipindi na Makata Mbukusi rahimahullah, ambaye alikuwa ni mtangazaji rahimahullah. Akaambia, shekhe, hii hali unaionaje? Nikaambia, hapa hali tunaiona, cha kufanya hapa tuwakumbushe watu kwamba hizi ni katika alama za kiyama. Mungu anatuzindua, kuna mambo tumeyafanya mabaya, ima tumefanya ama hatujafanya, lakini kuna mambo tunayafanya, Allah anatuzindua, anatukumbusha. Kwa hiyo baada ya muda ikaanza kurudi mwanga kwenye saa 11, mwisho ikawa magharibi imeingia na usiku ukawa umeingia, lakini bado watu hawajazingatia. Naondoka pale redio na kuja mtaa wa Kongo, hapa kulikuwa kuna restaurant inaitwa Kongo Tea Room, ndio nilikuwa nakunywa chai. Nikitoka pale nakuta watu bado kwenye mitaa, watu wanapiga pombe tu, wala hawana habari na kilichotokea, hawana habari. Sasa alama nyingine ya 4, Mtume akasema, wadukhan, utatoka moshi dunia nzima, moshi dunia nzima. Nchi za European country, African country, Asian country, Arabian country, vijijini kote utatoka moshi, utatoka huu moshi. Na huu moshi utatoka namna gani? Tutamwangalia baadaye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alama ya 5 akasema, wadajjal, atakuja Dajjal. Huyu jamaa atakuwa na jicho moja, ana jicho moja. Atakuwa yeye anasema umwabudu yeye na umwamini yeye. Atakuuliza mimi ni nani, na anakuuliza una shida gani. Akisema tu lile jiwe libadilike pesa, jiwe linakuwa mamilioni. We kazi yako kuchukua pesa tu, tayari umepotea, umekufa vibaya. Lakini ukimwambia wewe sio Mungu, Mtume wetu alishatuambia kwamba utakuja wewe muongo, wewe utakuwa mtu wa mzingaombwe tu, pale pale ana kikosi chake, atakuua. Huyu Dajjal atatokea katika mji wa Asfahan, atakuwa na mabodyguard 70. Tutakuja kuchambua moja baada ya moja, atakuwa tutakapokuja kwenye darasa. Manake hizi alama kuzitaja moja baada ya moja hivi zitakuwa haziwezi kuleta utamu baada yake. Wadajjal, huyu ni Dajjal. Huyu bwana atatembea dunia nzima, ataingia Kariakoo, Dar es Salaam, atakwenda Washington, New York, atakwenda UK,
atakwenda Urusi Moscow, ataingia Riyadh Jeddah, atakwenda maeneo Brazil, atakwenda wapi, atakwenda Israeli, lakini miji mitatu hatoingia. Kwanza, Maka hatoingia, katika kila kona atamkuta askari ambaye ni malaika na ana upanga. Pale Madina atatokea upande gani? Tungekuwa upande tupo Uhud pale pamoja na mimi, ningekuonyesha yule jamaa anatokea wapi. Maujaji wengi ambao wanakwenda nao kwenye umra au kwenye haji, tunapokuwa tupo Uhud pale katika maeneo ya historia, huwa nawaambia angalia. Sasa unajua, sijui wengine bado wana kumbukumbu, hawana kumbukumbu, na mimi nimejiwanja. Tulioneshwa na walimu wetu mwaka 91 tulipotembezwa katika Start Tours. Atatokea sehemu moja inaitwa Sabha. Atakaposogea Sabha, atawakuta malaika wameizunguka Madina yote. Kwa hiyo hataweza kuingia ndani ya mji wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Dajjal. Maka vile vile hatoingia. Masjidul Aqsa Dajjal hatoingia. Alafu alama ya 6, wadabatul ardh, atatokea mnyama. Huyu mnyama atatokea majira ya saa 4, saa 5. Tena khatibu yupo juu ya mimbar siku ya Ijumaa, na yule mnyama atakuwa anaongea na watu na atakuwa na bakora mkononi, akionyesha usoni tu yule mnyama. Tutakuja tutasoma hadithi kwa ufafanuzi, maana yake wengine wanaweza kusema hii imetoka wapi. Tutakuja tutawatolea baadaye, kwa sababu ni tutachagua katika kila alama, tutachagua hadithi mbili. Huyu mnyama atakuwa na fimbo, akielekeza usoni kwako. Kama wewe ni katika watu wabaya, hapa usoni kwako unaandikwa kafiri. Akielekeza usoni kwa mtu, usoni kunaandikwa mu'min. Huyu ni mu'min. Kwa hiyo itachukua miaka, ambaye anayejua idadi yake ni Allah. Yule mnyama yule, mwisho itakuwa ndio majina yetu tutakayoitana. Bana kwenda dukani bana kwa bwana kafiri kununua vocha, na kwenda dukani kwa bwana muumini kununua sukari, na mtu atakuwa anaitwa kafiri hakasiriki, sababu usoni kumeandikwa na haifutiki. Huyu mnyama. Alafu watakuja alama nyingine ya 7, watakuja Yajuj na Majuj. Hawa ni viumbe wanafanana na, kama wanataka kufanana na Wachina, lakini si Wachina. Watakuwa wengi sana duniani, na watakapotokea hawa, dunia itakuwa na njaa sana sana, kwa sababu wakipita katika mashamba ya vyakula, watakuwa yale mashamba yote wanakausha. Wakivuka hapa kutoka upande huu hapa bandarini hapa kwenda Kigamboni pale watakapopita pote maji yatakauka, itakuwa ni pakavu. Wakivuka hapa kutoka hapo bandarini kwenda Zanzibar, maji wamekausha yote. Wakipita mto Ruvu ndio kabisa maji sasa hivi sasa maji ni tatizo. Je, akija Yajuju na Majuju itakuwa hivi? Sasa mito inafanya kazi, mafeli sijui vitu gani vinafanya kazi, lakini maji ndio hivyo. Allahumma falla warhamu. Sawa, tunajua wenyewe, tumeshazoea, na ndio maana nimeshawahi kusema na kuasisitiza Waislamu wenzangu ahlul khair, jitahidini kuchimba visima katika misikiti ili watu wapate tahara, na mchimbe visima. Kwa wale ambao mtakaokuwa na uwezo, chimbeni visima. Kama kuna baadhi ya miji na kuna baadhi ya familia, hata hapa Magomeni, hata wakati ninapita mimi nakuja darasani, nilikuta kuna familia mashallah, ni watu ambao Allah amewapa uwezo, lakini wametoa bomba nje, watu wanachota maji usiku mchana, maji bure. Umeme ni mwenye bomba, usafi sio vitu gani, ni yeye, wewe kachote maji. Kwa hiyo utakuta kuna ndoo pale, watu wamejazana. Ukienda njia ya Biafra, kuna mtu ameweka kama ile mitungi kama hii hapa, maji ya baridi. Kuna njia kwenda, kama unakwenda Muhimbili, baada ya kupita fire, kabla ya kuingia njia kwenda kuingilia kwenda kutokea Mazengo, kama unakwenda Muhimbili, sawa, kuna upande wa kulia kuna mtu ameweka bomba la maji nje, watu wanakunywa bure. Katika moja ya mambo ambayo ukifika pale ukipata utulivu, siku nyingine unawakuta ndege, kama watu hawapiti kwa wingi, hawapiti, unawakuta ndege pale chini wanakunywa maji.
na maana huyu anawanywesha mpaka ndege wanakunywa maji. Ndege wanapokunywa maji wanamshukuru Mwenyezi Mungu. Lakini sababu gani? Kuna mtu ametoa sadaka. Ndugu zangu, nikwambieni, kama ingelikuwa haya maji ya visima tulionayo misikitini vile vile yanakontroliwa na makampuni haya ya dunia, je, dunia ingekuwaje? Lakini maji ya kisima ya ardhini hakuna anayeya control. Aliyeyaumba maji haya ni nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana katika moja ya aya tumepata kuzisoma hapa kwamba qul araaitum in asbaha ma'ukum ghawra faman ya'tikum bima'in ma'in, katika aya ambazo zimepita huko nyuma. Itakapokuwa nyinyi wanadamu mmeamka asubuhi ama mchana mkakuta maji yenu yote yanakauka, bahari ya Hindi imekauka katika nchi zote, Lake Victoria imekauka, Lake Tanganyika kule nyumbani imekauka, sijui Kivu imekauka, Ruvu imekauka, maji ya visima yamekauka yote, hakuna maji. Ni nani ambaye atakayeleta maji? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa haya maji ya visima, bado nawasisitiza watu wa kheri, watu wa kheri, wallahi, ukipata pahala ambapo watu wanataka kuchimbiwa kisima, ama unaweza ukamkabidhi mtu ukamwambia bwana, naomba hapa nichimbe kisima, gharama zote mimi nitatoa mimi, sawa, toa bomba nje, bomba 1 2, watu wa mtaani wanachota maji, wallahi wanachota maji bure bure. Hivi huyo anayewanywesha watu maji ambao hawana uwezo wa maji haya, manake haya maji mengine, haya maji ya kupitia kwenye mabomba hapa mpaka siku yatoke na watake yatoke, siku nyingine umeme haupo. Manake ukija kwenye maji Allahumma ighfir lahu warhamhu, ukija kwenye umeme Allahumma ighfir lahu warhamhu, Fatiha unaweza kusomea dua. Lakini haya ni maji ya kisima, haya ni maji ya kisima, maji ya visima. Hapa tulipo sisi chini, ndugu zangu, kuna mito, kuna maji ya mito yanapita chini. Aliyeumba yale maji ndani Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa watakapokuja hao Yajuju na Majuju, watakuwa kwanza ni wafupi sana. Yajuju na Majuju watakuwa ni wafupi, alafu watasababisha njaa duniani. Alama ya 8 katika alama kubwa 10, wa tuluu shamsi min maghribiha, ni kutoka jua kutoka magharibi. Si jua limezama hivi sasa hapa, limetoka, tumeswali maghrib, limekwenda kuzamia wapi? Maghrib, huko upande wa magharibi. Sababu hivi sasa tukiswali sisi tunaelekea qibla. Huu ni upande wa mashariki, upande wa kuliani kwa imam, na upande wa kushotoni kwa imam ni magharibi. Sasa siku ya kiyama itakapokaribia, jua litatoka magharibi na itakuwa siku ya Ijumaa. Ndugu yangu, ni pazito sana, ni pazito sana. Mimi na wewe tunakwenda wapi? Mimi na wewe tunakwenda wapi? Yauma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughnihi. Jua linatoka magharibi, na ndugu zangu, itakuja hadithi, tutakuja tutaeleza vile vile. Siku tutakapoliona jua limetoka, milango ya toba yote imefungwa. Swali swala 800 milioni 800 za sunna, sifuri. Toa sadaka bilioni 200, sadaka sifuri, amna kitu. Toba, milango yote itakuwa imefungwa. Sasa kwa sasa hivi jua bado halijatoka, itakuwa ndio siku ya kiyama. Na ndio maana nikwambieni ndugu zangu, tutakuja tutaisoma tena hiyo hadithi. Inapokuwa usiku wa Alhamis kuamkia Ijumaa, ndege, wadudu, wanyama, samaki, viumbe wote wanapiga kelele, wanalia sana, wanajua kesho ndio siku yenyewe. Sababu wanyama wanajua kwamba kiyama itaanza siku ya Ijumaa. Wanalia sana 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 sana, wanalia. Isipokuwa viumbe wawili tu ndio hawana habari, ni sisi binadamu na ndugu zetu majini. Hawana habari. Huku mwanadamu kakaba, huku mwanadamu kamroga mtu, hajui kama kesho ndio kiyama. Huku anawanga usiku,
Kule kwa Kigoma sisi tunasema huku anasambira, au sio? Anasambira, huyu anamfanyia hivi, huyu anamdondosha, huyu anakabutunge. Siku ya hii Ijumaa, ndugu zangu, siku ya Ijumaa ni nzito mno mno, lakini nani mwenye habari nayo? Jua litatoka, na siku ukiliona jua kama upo hai, jua linatoka huku limerudi, kwanza mjue kwamba siku jua likitoka huku magharibi linarudi huku, sidhani hata kama misikitini watapatikana watu tena, wataswalika hapo, itakuwa ni kizaazaa. Ikiwa transformer tu au shoti tu ikitokea msikitini, Allah atulinde katika majumba ya Mwenyezi Mungu, inakuwa ni kizaazaa. Siku moja ndio kusali msikiti mmoja pale Fence Corner Manzese Midizini kwa Imam Sheikh Ali Kaliamboga hafidhahullah, pale Madrasatun Najah. Nilifundisha katika ile madrasa wakati wa Sheikh Muhammad Mtetu, nilikuwa nafundisha mwaka 81 82, nilikuwa mwalimu wa madrasa pale. Sasa nakumbuka katika moja ya salatu al-maghrib tunaswali pale, kunguru alitua kwenye waya zile ambazo zinaingia msikitini. Basi alipotua ile ngoma ilipiga pale kwenye switch pale. Mimi nilikuwa nimeswali nyuma ya imamu. Basi imamu aligeuka akageuka namna hii. Nafahamu mchezo. Sasa kama ni short tu ya umeme, haya je? Jua ndio maana lile jua litakuwa linakuja taratibu, watu wote mtaliona kizaazaa. Hiyo ni siku nzito sana. Sasa ndugu zangu, hii ni siku ambayo ni nzito sana. Hali inatokea, umemuua mtu, umemdhulumu mtu haki yake, nyumba yake, umekula mali za watoto yatima, umewadhulumu wenzako mirathi zao, umemroga mtu, unatembea na kabuitunge, unatembea na bakola, lakini bakola yenyewe mkono wa mtu. Watu wanaona bakola lakini mkono wa mtu. Wewe ni mwanga, wewe ni mchawi, ni mlozi, wewe ni mzinifu. Wewe naye sijui ulikuwa unafanya nini? Itakuwaje hiyo hali? Hiyo ni alama ya ngapi? Alama ya 9. Mtume akasema wanarun, alama ya kubwa ya 10, utawaka moto min qa'rati Adan. Riwaya nyingine min qa'ri Adan, moto utawaka kutoka katika bahari ya Adan, lakini katikati ya bahari ya Adan, katikati ya bahari ya Adan. Sasa katikati ya bahari ya Adan, nimepata kumuuliza mmoja katika ndugu zangu ambao ni wa Yaman. Niliwahi kumuuliza, yeye ana asili ya Adan. Nilimuuliza nikamwambia, hebu nieleze vizuri. Akamwambia ni kweli kabisa, katika eneo lile zinapopita meli nini, watu hawajajua, yale maji yanazunguka namna hii kama yanasukumwa na mashine, ni maji yanazunguka pale. Sasa pale ndipo moto utakapowaka. Hivi sasa haujawaka, upo chini. Itakuwa Ijumaa ngapi, ya mwezi gani, tarehe ngapi, saa ngapi? Tulia tu, tulia tu. Kwa hiyo hapa Mwenyezi Mungu ataonyesha kila kitu. Maana mpaka siku hizi kwenye mitandao anatokea watu na mtu mwingine anasema hivi, anasema hivi, yani mtu anazungumza haamini kama Mungu yupo, haamini kama Mungu yupo, na ndio mwenye uwezo, ndiye aliyemuumba. Mtu anafanya atakavyo, lakini Allah, ndugu zangu katika imani, anatisha sana. Katika hizo alama, riwaya nyingine, nuzulu Isa ibn Maryam, alama ya mwisho ya 10, nuzulu Isa ibn Maryam, atakuja mtume Isa. Hadithi hii rawahu Muslim. Katika Sahih Muslim hadithi ipo katika kitab Al-Fitan wa Asharat as-Saa. Sawa? Imam Muslim ni Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi. Sahih Muslim hii imechapishwa katika na Maktabatu al-Islam, Maktabul Islami Beirut, mwaka 1399 Hijria. Atakuja mtume Isa alayhi salam.
atakuja Mtume Isa alayhi salam, atatokea Sham katika mji wa Dimashq, katika Masjid Muawiya bizali, atakuwa na nywele nzuri sana zinang'aa kama vile ametoka bafu kuoga. Sasa watu watakapokuwa mle msikitini watamshtukia, watakuwa wanatazamana, wanamtazama bane, angalia bane, angalia bane, angalia. Sasa patakimiwa sala, patakapokimiwa sala watamshtukia, watamjua ndio Mtume Isa alayhi salam. Watamuuliza, atasema mimi ni Isa. Ambia tuswalishe. Haiwezekani atokee mtu amswalishe mtume wa Mungu, ataambia hapana, hii swala imekimiwa kwa ajili kuna imamu maalum. Atakataa kuswalisha kwa sababu yeye sio imamu wa pale. Hapa tunapata fundisho gani? Usiwe na tabia ya kurukia misikiti ya watu mpaka uitwe. Tumeelewana jamani? Mpaka uitwe. Fanya mchezo, unaweza kukuta kuna ndege Kigoma anaitwa kijoro. Unaweza kukuta kijoro anatoka kinywani. Kijoro sijui kuwa na mtaji. Anaweza katoka tu kinywani pale yule ndege. Sasa ndugu zangu, kabla ya hapa, baada hiyo hizo alama kubwa 10, Mtume anatuambia hivi, sikilizeni. Badiru bil a'mali sittan, fanyeni haraka kufanya matendo mema, khairat, kabla mambo 6 hayajatokea katika yale 10. Ina maana yataanza yale, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema moja katika hizi itakayoanza yoyote ndio zitaanza kufuatana. Na huyu Isa alayhi salam atakuwa na kazi 3. Kazi ya kwanza, atamtafuta Masihi Dajjal. Atamtafuta Masihi Dajjal baada ya kuwa Masihi Dajjal amefanya uovu sana duniani, amewadanganya watu, wamekufa makafiri. Atamfuata Masihi Dajjal, atakuwa na jeshi, kwa sababu Masihi Dajjal atakuwa na wapambe 70. Atafukuzana naye, atakwenda mpakani mwa Palestina na Syria. Ile sehemu ipo mpaka leo, lakini sasa kutokana na hizi vurugu za Gaza, tena sidhani kama wajamaa wa Israeli wanaweza wakachukua wakatoa visa. Pale ndipo atakapokwenda kumuua. Atakapouawa Dajjal, atakapouawa Masihi Dajjal, pale nini kitatokea? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaleta ndege. Tutakuja tutaisoma hiyo hadithi. Watakuja wale ndege ambao vile vile na Yajuj na Majuj nao vile vile watauawa. Watakuja ndege, watachukua nyama, watakuwa nakula zile nyama. Unajua ndege pahala penye mizoga, kwa sababu dunia yote itaharibika, itakuwa na harufu mbaya sana sana kwa mwili wa kufa Masihi Dajjal na hao Yajuj na Majuj. Baada ya hapo Mwenyezi Mungu atateremsha mvua, itanyesha zaidi ya mwaka mmoja. Zaidi ya mwaka mmoja mvua inanyesha, lakini hakuna mafuriko. Ile mvua itakuwa sababu ya Yajuj na Majuj na Dajjal, miili yao itakuwa na mafuta, zaidi ya mafuta ya mnyama yote anayemjua. Kwa hiyo itasafishwa. Baada ya hapo sasa Isa alayhi salam atakwenda Madina. Isa atakwenda Madina, atakwenda kuishi Madina na atafia Madina na atazikwa. Litakuwa ni kaburi la 4 katika jirani na kaburi alipozikwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ipo hiyo hadithi, siku moja tutakuja tutaisoma hapa. Kwa hiyo hizi ni alama kubwa 10 ambazo zimeshatokea sote, na tayari Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameshatuonesha. Lakini swali linakuja, huyu Masihi Dajjal, kwa nini ameitwa Dajjal? Ameitwa Dajjal, wasummiya Dajjal Dajjalan. Ameitwa Dajjal liannahu yughatti alhaqqa bilbatili, kwa sababu huyu Dajjal ataificha haki. Badala ya kusema kwamba yeye sio Mungu, atasema yeye ni Mungu. Liannahu yughatti ala nnasi kufrahu bikadhbihi wa tamwihi wa talbisa alayhi, ataficha ule ukweli kwa watu ili watu wapate kumfata yeye. Kwa hiyo akaitwa Dajjal.
Sasa hapa ndugu zangu, huyu Masihi Dajjal anatokea wapi? Ukiangalia Masihi Dajjal atakapotokea, narejea katika hichi kitabu ambacho wanachuoni wameandika. Masihi Dajjal atatokea katika mji wa Asfahan. Makanu khuruji Dajjal, Masihi Dajjal atatokea wapi? Anasema yakhruju Dajjal min jihati al-mashriq, Masihi Dajjal atatokea mashariki mwa dunia. Min Khurasan, katika mji wa Khurasan. Min yahudiyati Asbahan, lakini ni katika kizazi cha Mayahudi wa Asbahan. Asbahani ni wapi? Khurasan ni wapi? Anasema shekhe kupitia Mu'jam al-Buldan, anasema Khurasan biladun wasi'atun fi jihati al-mashriq. Khurasan ni mji, ni nchi kubwa, iko upande wa mashariki. Watashtamilu ala iddati buldan, Khurasan ina miji ifuatayo: Naisabur, ambako ndiko alikozaliwa Imam Muslim rahimahullah, na Harat na Marru na Balagh, huku ndiko atakapotokea. Alafu Asbahan, Yaqut al-Hamawi anasema Madinatun Asbahan hivi sasa inajulikana Shahristan, hivi sasa ipo ndani ya moja ya miji ya ndani ya Iran, ndiko atakapotokea huyu Dajjal. Tumuombe Mwenyezi Mungu salama, kwa sababu usije ukaomba akakukuta ukiwa hai, unaweza ukajikuta umekufa ukiwa kafiri. Ad-Dajjal la yadkhulu Makkah wal Madina, Dajjal hatoingia Makkah na Madina, hatoingia Makkah na Madina. Kwa sababu gani? Mtume sallallahu alayhi wasallam, hadithi anaisimulia Fatima bintu Qais. Fatima bintu Qais, huyu dada siku moja ilipelekwa posa na watu wawili kwa kutokujuana. Ilipelekwa posa, Muawiya na Abu Jami, wote wakapeleka posa. Dada huyu akaenda kumuuliza Mtume, akamwambia ya Rasulullah, imeletwa posa hapa na wanafunzi wako wawili wa kiume, Muawiya na Abu Jami, hebu tuishie hapa, siku nyingine tutakuja. Kama nitakuja kusahau baada ya kumaliza hii darasa hii, baada ya kumaliza hizi kusaja hizi alama, kufafanua moja baada ya moja, nitakuja mtanikumbusha. Tusimame hapa kwa ajili ya adhan. Huyu Masihi Dajjal katika kutembea kwake, jaa fi hadithi Fatima binti Qais radiyallahu anha, katika hadithi ambayo ameisimulia Fatima binti Qais, anna Dajjal qala, huyu Dajjal aliwahi kueleza akasema, fa akhruju, nitatoka duniani, lakini sasa hivi yupo wapi? Anasema fa asiru fil ard, nitatembea duniani, fala ad'u qaryatan illa habattuha fi 40 layla, hakuna mji wowote, nchi yoyote nitakayoiacha isipokuwa nitatembea kwa muda wa siku mausiku 40. Ghaira Makkah wa Taiba, isipokuwa Makkah na Taiba ambayo ni Madina. Fahuma muharramatani alayya kiltahuma, Makkah na Madina nimeharamishiwa kuingia. Kullama aradtu an adkhula wahidatan au wahidan minhuma, kama nikiweka nia ya kutaka kuingia Makkah na Madina, istaqbalani malakun biyadihi sayfun, nitakabiliana na malaika ana upanga mkononi, saltan, tena upanga wenyewe mkali, yasudduni anha, ananziwa kwa upanga. Yani Masihi Dajjal anataka kuingia Makkah, anakuta wale askari wale malaika wameweka, wanamziwa kwa upanga kifuani, rudi huko ulikotoka, rudi huko, rudi huko. Huyo ni Masihi Dajjal. Wa inna ala kulli naqbi minha malaikatun yahrusunaha, kila njia, kila uchocheo kuingia Makkah na Madina wapo malaika wanailinda hiyo miji. Wa thabata katika hadithi sahih anna Dajjala la yadkhulu 4 masajid, Dajjal hatoingia katika misikiti minne: Almasjidul Haram, msikiti mtukufu wa Makkah hatoingia na eneo lile la Makkah, wa Masjidul Madina, na msikiti wa Madina hatoingia na eneo lile la msikiti wa Madina, wa Masjidut Tur, na Masjidut Tur hatofika, wa Masjidul Aqsa wal Masjidul Aqsa, na Masjidul Aqsa hatoingia.
hatofika kabisa, kama ilivyo katika hadithi anaisimulia Junada ibn Abi Umayya al-Azdi radhiyallahu anhu. Huyu Junada ibn Abi Umayya al-Azdi anasema, dhahabtu ana wa rajulun min al-ansar ila rajulin min ashabi nabi, tulikwenda siku moja mimi na mtu mmoja katika Ansar kwenda kwa sahaba wa Mtume, katika moja wa masahaba wa Mtume. Faqulna, tulipofika pale kwa sahaba wa Mtume tukamwambia, hadithna ma sami'ta min rasulillah yadhkuru fi dajjal, hebu tusimulie, je, Mtume amepata kuzungumzia nini kuhusu Dajjal? Qal, sikilizeni na ndio tunamaliza hapa. Akasema, wa innahu yamkuthu fil ardi 40 sabahan, Dajjal atakaa duniani, ataishi duniani kwa muda wa maasubuhi 40. Unaweza ukajiuliza hizi asubuhi 40 ni zipi? Ukienda katika suratul Hajj, nadhani kama nitakuwa sikusahau, aya 44 45, Allah anasema, wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, siku moja ya kiyama, katika siku za kiyama, ka alfi sanatin mimma ta'udun, sawa sawa na miaka 1000 hapa duniani. Miaka 1000, ndugu zangu, miaka 1000 inakuwaje? Aya, mtu amekufa bila kusali siku moja tu. Sasa hebu fikiria, aliyeanza kufa tangu Mtume Adam, wakati wa Mtume Adam, tangu Mtume Adam alipofariki mpaka leo ni miaka mingapi? Na hao ndugu zetu ambao tayari wapo makaburini wana miaka mingapi? Usihoji haya, usijadili, usiyakejeli, subiri ya kufike na wewe, ndio utakwenda kukiona kizaazaa cha kaburini. Si uamini wewe, uamini, subiri. Sasa huyu sahaba anasema, huyu bwana anasema, tukamuuliza huyu bwana, hebu tuambie Mtume amezungumzia nini kuhusu Dajjal? Sikilizeni hiyo hadithi ndugu zangu, tumalize na darasa. Akasema, wa innahu wa dhamiru yaudu ila aqrab almadhkur wa huwa Dajjal, hakika huyu Dajjal yamkuthu fil ardi 40 sabaha, Dajjal ataishi, atakaa duniani maasubuhi 40, yablughu fiha kullu manhal au kullu manhal, atafika katika kila mji, wala yaqrubu 4 masajid, Dajjal hatofika kwenye misikiti minne. Wa kwanza Masjidul Haram, msikiti mtukufu wa Maka, hatofika na hatoingia. Wa pili wa Masjidul Madina, msikiti mtukufu wa Madina, hatoingia. Wa tatu wa Masjidut Tur, na Masjidut Tur hatoingia. Na wa nne Masjidul Aqsa, msikiti wa Aqsa, hatoingia. Hadithi hii ipo katika Fathu Rabbani tartibu saat. Qala al-Haythami rahimahullah, rawahu Ahmad wa rijaluhu rijalu sahih. Pia vile vile akasema, qala Ibn Hajar rijaluhu thiqat. Unarejea katika Fathul Bari vile vile, rijaluhu thiqat. Kwa ina maana misikiti minne hatoingia Masihi Dajjal, hatoingia, lakini miji mingine yote atafika. Washington atakwenda, New York atakwenda, Kremlin Urusi atakwenda, atakwenda Egypt, atakwenda Somalia, atakuja Bongo, atakuja hapa, atakwenda South Africa, atakwenda Zimbabwe, atakwenda wapi? Dunia nzima atafika Masihi Dajjal, na watu wengi watapotea. Manake yeye atakuwa na vitu kama vile mazingaombwe, mimi ni Mungu. Unajua kama mimi ni Mungu, ukimwambia kwani wewe ni Mungu vipi, anakwambia sema unachotaka. Ukisema mimi nina shida, nataka hela, ambia hebu niambie ile jiwe. Wewe jiwe, mimi hebu badilika kuwa jiwe, linabadilika kuwa pesa, unaondoka na marundo. Wanasema watu wa Kigoma, wanasema unaondoka na rundo zima la hela. Wewe kazi yako kula, lakini kafiri. Lakini ukimwambia wewe Masihi Dajjal, wewe muongo, wewe kamba tu, anakupiga upanga akakuua. Kwa hiyo kifa tayari umekufa, ni Muislamu na wewe ni katika watu wa peponi. Kwa hiyo ndio itakuwa kazi yake, watapotea watu wengi. Sasa ikiwa tu leo hapa kuna mtu anawafunga kamba, anakwenda kuwapaka mafuta huko, watu utawakuta wamejazana, wanapewa maji, wanakwenda
kuliwa huko, wanaliwa, wanapakaza mafuta, wanadhani maisha ndio yatakuwa mepesi. Kumbe kamba zile wanafungwa, watu wanapelekwa huko, kuna maeneo wanakwenda kuombewa huko. Anayeombwa sio Mungu, inaombwa mizimu, alafu ni comedy. Wengine wanajitokeza ni walemavu, wengine wanajitokeza ni wagonjwa, kumbe ni comedian. Waarabu wanaita comedy wanaita ni muqallib au mugallib, kumbe ni mugallib. Yani mtu ametengeneza mambo yake, watu wanatengeneza pesa. Sasa kama hawa watu wa Mazingaombwe wanatufunga kamba, je, 2003 2004 kabla barabara hii ya Kinondoni haijatengenezwa, haijajengwa, yani ulikuwa ukikatiza hapa bondeni Mkwajuni, yani ni hatari. Kulikuwa kuna kabali hatari. Kuna jamaa alikuwa anavaa hijabu, mwanaume anavaa hijabu na niqab, anatembea mkono anafanya hivi tu, bana apiga kabali yule. Kumbe dume bana, watu wanadhani dem. Utamwona anatembea namna kama akikupiga kabali, kumbe basi. Sasa watu walipopata taarifa wakamfanyia timing, kuja kumfunua wakamkuta mwanaume pale pale, wakamwambia tunakupeleka akhera. Akapelekwa akhera pale pale, wakammaliza ili bonde la Kinondoni. Lakini hivi sasa ukipita leo, ukitokea Mkwajuni na ukitokea pale hapa Moroko, angalia namna serikali walivyotengeneza miundo mbinu, barabara ya kisasa safi sana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya Rais Mama Samia, nasema jazakumullahu khaira. Yani ukipita pale huwezi kujua kama unapita Mkwajuni bondeni. Kweli si kweli? Yani kama utampigia mtu video umpelekee mtu ambaye ana karibuni miaka 3 hajaja, ukimwambia hapa ni Mkwajuni haelewi, sema unanifunga kamba, sio, haiwezi kuwa Mkwajuni. Na mimi pako smart pazuri sana, na serikali ipo kazini. Mwenyezi Mungu awalipe serikali yetu. Tunahitaji miundombinu mizuri, sawa. Ukienda lile daraja la Wami ukipita usiku huwezi kujua kama unapita ukitoka pale unakwenda Mbwewe. Kumependeza sana. Mwenyezi Mungu awalipe baraka serikali yetu, awahifadhi, tuwe na amani katika nchi yetu. Endeleeni kutengeneza miundombinu. Sasa ile 2003 na 2004 mimi nasoma na nafundisha Mkwajuni. Mimi ni mwalimu pale Mkwajuni, Masjid Ridha pale. Nimeanza kuwa mwalimu mwaka 2000 Januari mpaka leo nipo Ridha pale na miaka 26 na miezi 7 na siku 10 na masaa karibuni yanafika masaa 9 sio 10, nipo pale. Sasa pale ulikuwa ukitoka Mkwajuni zamani huko bonde la Mkwajuni, ukikata kona pale, kuna jamaa alikuwa anakuja na vitu vya ajabu ajabu, anaonyesha nyoka, yani anatoa nyoka, yani alikuwa anafanya vitu vya ajabu kama Mazingaombwe. Sasa ulikuwa ukienda kusimama pale, yani mfukoni ukijisachi unakuta hakuna hela, lakini hakuna ale kuingiza mkono mfukoni wala aliyekukaba. Nono. Sasa watu wakaja wakamshtukia, wakamwambia bwana, tunakuomba uondoke hapa. Usipoondoka tena kwa mchezo huu tunakupeleka akhera na hitima hutofanyiwa. Mwenyewe alishajua kwamba hao jamaa wananipeleka akhera. Huyo akasepa, hajarudi mpaka leo. Sawa. Sasa ndio hao wanakwenda kupakawa mafuta huko, wanakwenda kupakawa maji, wanaombewa, na Waislamu wengi wanakwenda sehemu ambazo si za Kiislamu kwenda kuombewa. Wanafungwa kamba sana, wanaliwa mno. Sasa huyu Masihi Dajjali atakwenda atawafanyia watu namna hii, watu watakufa. Tumuombe Mwenyezi Mungu salama. Leo tumezitaja alama kubwa 10. Katika alama nyingine zipo, nitakutajieni alama nyingine, mtashangaa sana, na nyingine zipo mpaka Dar es Salaam, mpaka mitaani kwetu, mpaka Kigoma zimeshafika kwetu, nitazitaja mpaka Ulaya zimeshafika. Mtume alisema kiyama haitatokea mpaka muone hivi, muone hivi. Unaona, mtakuja mtaona tu. Wewe nifuatilie tu kwenye darasa langu kesho inshallah. Bado tuko tuna ile aya
wayaquluna mata hadha alwa'du in kuntum sadiqin qul innamal ilmu inda Allah innamal ilmu inda Allah wa innama ana nadhirun mubin. Nifuatilie siku hiyo uje upate madini ambayo tuelezane kiyama ipo karibu. Hizi alama zimebakia ni chache sana sana. Angalizo, kuna video ilikuwa inatembea tembea kwamba Masihi Dajjali amezaliwa. Kama mmepata kuziona hizo video, zilikuwa tunataka kwamba ana jicho moja, zile kamba za urojo zile. Wewe unayo na ile kamba sio kweli. Wewe unadhani Masihi Dajjali akitokea kuna mtu anaangalia simu? Kuna mtu ataangalia simu? Huyo mnyama akitokea kuna mtu ataangalia simu? Sawa. Kwa hiyo tumuombe Mwenyezi Mungu salama, lakini kesho inshallah tutakuja kutaja sasa hadithi moja baada ya moja katika alama ambazo za kiyama zimeshatoka. Maka, Madina, Palestina, Jordan, ukienda Taif, sababu ni maeneo yote hayo nimekwenda mimi. Huwa nawaonyesha mahujaji, angalia dirishani, angalia mbele, angalia dirishani, huwa nawaonyesha mahujaji. Uliwahi kuwaka moto uliwaka nchi ya Hijaz, uliwaka Hijaz wakati huo Mtume sallallahu alaihi wasallam yupo hai. Maka na Madina ilikuwa inaitwa Hijaz, hivi sasa imekuwa ni Saudia, sawa. Ilikuwa inaitwa Hijaz, uliwaka moto kwa muda wa siku 6 na ukazima wenyewe, na alama na athari ya ule moto mpaka leo bado ipo. Mara nyingi ninapokwenda mahujaji na kuwa nao katika umra, huwa nawaonesha, sawa. Huwa naambia jamani, chukueni madini hiyo. Kwa hiyo wanatoka kule wamepata faida sana. Sasa mpaka nilipokwenda Jordan nimekwenda kuiona ile athari, nilipokwenda Palestina, Israeli kule nimekwenda kuiona athari. Mtu anaweza kauliza ulikwenda Israeli kufanya nini? Nilikwenda kihistoria. Alhamdulillah, nimeshaswali katika msikiti wa Aqsa mara mbili, Ijumaa mbili, mara mbili, na swala 5 katika Masjidul Aqsa, mpaka pale aliposwali Zakaria kwenye mihrabu Zakaria pale. Nimepiga rakaa 2 mwanangu. Kama dua zangu hazijapokelewa ni madhambi yangu mwenyewe. Maana naweza kuwa na madhambi hapa kama tani 700 hivi. Maana usifanye mchezo, mashaka tuna madhambi. Sio kababaika na kilemba tu na kofia ukaona shekhe. Ukija kunichimbua na madudu wewe tuyaache tu. Kwa hiyo ndio maana mara nyingi watu wanaambia shekhe tuombee dua, shekhe tuombee, naambia jiombee mwenyewe. Dua yenyewe hii hapa, sababu najijua mwenyewe na madhambi yangu. Anayenijua mimi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kumwombea Muislamu mwenzako sawa, nitamwombea. Shekhe niombee hivyo, naambia inshallah Allah akujalie hivi, Tumeelewana ndugu zangu? Kwa hiyo leo tusimame hapa, tutaonana tena insha Allah kesho kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna hadithi mtazisikia za ajabu, tadhani kama leo mtume yupo hai. Ni hadithi za ajabu. Nifuatilie kupitia Toro TV, Darsa TV, Nyeradi TV, Ikhwani TV, Munira TV, Rubea TV. Utakwenda kupata hizi madini na zote zipo. Aliyoyataja mtume yote yapo. Ule moto uliwaka. Kuna mwalimu wangu mmoja ambaye yupo hai mpaka leo nawasiliana naye, mwaka wa 33. Anaitwa Dr. Abdullah bin Mubarak bin Harik. Alitufundisha literature, Arabic literature. Kule alikojenga nyumba yake nilikwenda mwaka juzi kwenda kumtembelea. Amejenga nyumba mashallah. Dude hilo mwanangu hilo. Ile sehemu ndiko moto ulikowaka. Akamwambia, ya Hashim, atara hadhihi al-ardha? Madha taarifu anha? Unajua kuhusu hii ardhi? Nikamwambia sijui. Ndio akaniambia hapa uliwaka moto mwaka 652. Uliwaka moto. Ni ardhi ina athari. Kuna wakati mwingine ndege Madina huwa wakati wa kutua unaweza kusikia kama inapiga kwenye mawe. Wakati wa kutua au kuruka inapiga kwenye mawe, ni kutokana na ile hali.
na hata kama unatoka Madina mjini kuja airport ya Madina, hapa unatoka Madina airport unakwenda mjini, wakati ule mtu ndio ameingia mjini, anakuwa kama mshamba. Hata ukimwelekeza mpaka mtakapotulia siku 2 siku 3 nakwenda kuwaonesha. Ndugu zangu, maeneo ya historia yapo ambayo Mtume alieleza. Twendeni tukafanye umra. Wakati wa haji muda ni chache sana, lakini wakati wa umra una enjoy vizuri sana sana sana. Kwa leo tuishie hapa insha Allah, mpaka kesho tutakapoonana kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Jua si asubuhi linatokea huko mashariki linakwenda magharibi. Sasa siku ile tutaliona jua limezama. Wewe unasikia adhana jua hilo, alafu unaliona jua live linarudi. Huyu Munira TV si atakimbia, kamera zote ataacha hapa, ataondoka Mwinyi. Hamna Nyiradi wala Ikhwani hapa wala Toro TV. Anza kujikuta amekimbilia kwa dua huko. Hamna maokoto hapo. Tayari. Kwa hiyo kwamba milango ya toba itakuwa imefungwa. Na ndio maana jua kwanza lakini kiyama siku ya kwanza itaanza, mishemishe itakuwa ni Ijumaa. Lakini Ijumaa ya mwezi gani, tarehe ngapi, mwaka gani, haijulikani ndugu yangu. Si tusubiri tu. Wasalunaka ani saa ayyana mursaha. Mnielewa vizuri eh? Asante. Naam. Isa alayhi salam dawa na wale waliomwamrisha kama wafuasi wake waliofuata kumwamrisha katika mambo ambayo Mtume Isa alayhi salam atakuja kuyakana na kuyakataa. Atakataa hadharani kwamba yeye sio Mungu wala sio mtoto wa Mungu. Atawatoa nishai, atawazodoa siku ile, au sio wanasema kuzodoa? Atawasodoa siku ile, atawaumbua. Sawa, kama ilivyo katika suratul Maida, atawaambia kwamba mimi nikwambieni mimi ni Mungu. Atakataa. Na ndugu zangu, nyinyi hamjafika Palestina, mimi nimefika alipozaliwa Isa, kwao nyumbani kwao, na nyumbani kwao mama yake Isa, kwao Maryam, kwa mzee Imrani. Nimefika. Swali linakuja, je, ningefika kwa Mungu? Mungu yuko Palestina Mungu anaishi Palestina? Nyumbani kwao Maryam nimefika, na nyumbani kwao Maryam mlango wake ni mlango ambao ni wa rangi ya kijivu, lakini ule mlango una miaka maelfu nadhani haujafunguliwa. Nyinyi hamuelewi chochote, lakini ukweli hawaruhusu mtu yoyote eneo lile kupeleka msalaba. Nakwambieni mimi nimefika, na nimekwenda pahala ambapo mama Maryam alipojifungulia, ile sehemu aliyojifungulia Maryam, mimi nimefika. Wewe utakataa, lakini hata ukimuuliza Ibilisi atakwambia babu huyo kafika, huyo babu. Ibilisi mwenyewe atakwambia, Ibilisi atakwambia huyo babu kafika huyo. Ukiingia pale mama Maryam alipojifungulia, ukiingia mle ndani, wameweka picha ya mdomo hapa. Ni picha hii wameweka hivi, maana yake usiongee chochote. Alafu wameweka picha ya kamera kwamba huruhusi kupiga kamera. Lakini hizi simu, ndugu zangu, hizi simu ni mbaya. Mtu anaweza kuweka simu hapa kumbe anapiga picha. Na kuna kalamu nyingine, hizi kalamu, unajua hizi kalamu nyingine nazo ni picha, video, na ina rekodi kila kitu. Wakati Radio Khairi ilipokuwepo hai, kabla haijaenda akhera, Allahumma ighfir lahu warhamhu. Maana ukihitaji Radio Khairi unasema Allahumma ighfir lahu warhamhu.
Unasikia? Palikuwa pana kalamu pale katika kile chumba cha recording. Sasa siku moja producer yule alikuwa anaitwa White, alikuwepo na mtangazaji mmoja anaitwa Kanjanja, ni jina la utani tu la Kanjanja, lakini nini Alikondo walikomuita mzee wa Kanjanja, Nagutia, mzee wa Nagutia. Sasa siku moja na rekodi vipindi, mimi nimeshazoea wakaambia Sheikh chukua kalamu leo tuna rekodi kitaalamu. Nikamwambia kalamu gani? Wasema chukua kalamu, wakanipa kalamu kama hii, wakaambia weka hapo. Nikamwambia kalamu, wakaambia bwana acha ushamba Sheikh. Wakaambia hebu rekodi kwa dakika moja tu alafu sisi tutafuta. Nikarekodi bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin, wakazima. Baada ya kujaribu pale imetoka kama dunia. Wewe unaona kama kalamu, lakini kumbe mtu anakupiga picha video. Anakupiga picha, baadaye utakuja utashtukia. No. Sasa ile ndani wamepiga marufuku. Hizi sehemu zote nimefika. Mimi nimefika, Allah shahidi. Pahala ambapo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipomfunga buraku, ile sehemu ipo, nimefika. Kwa taarifa yenu, vyombo vya habari wanasema, wengine hao vyombo vya habari wanarekodi, hawajafika pale Mtume Muhammad alipomfunga buraku. Wallahi hapajaguswa papo. Mayahudi wana akili kwa sababu wanaingiza hela. Matuazi ni wengi sana, touristi wengi mno, wanaingiza hela. Sikiliza nikwambie, mimi nimekwenda, alafu nimekwenda najitambua, nafanya vile uchunguzi. Ile sehemu Mtume ambapo alipokwenda na Jibril, sawa, amewakuta mitume wote wako pale ile siku ya Isra na Miraj, amewakuta wamekusanyika pale wote. Mtume wakamwambia tusalishe wewe, mimi nitawasalisha nyinyi ndio wakongo. Akamwambia wewe, ile sehemu alisimama Mtume kuwasalisha mitume ipo imewekewa mihrab na kuna mswala, watu wanasimama foleni kuswali pale. Wale Mayahudi wana akili, wanaingiza hela mwanangu. Kuna masjidi Umar ibn Khattab, ule msikiti upo panaswaliwa swala 5, sababu ukisimama juu katika ule msikiti unaona sehemu namna Mayahudi wanavyofanya ibada zao, unaona kila kitu, lakini hawajauvunja, upo. Mwisho kabla ya vita ya Gaza kuanza, sawa. Sasa wakati mwingine vyombo vya habari wana fitna kubwa mno na wanachangia katika uharibifu wa dunia, na nadhani katika watu ambao hawaepuki adhabu ya kaburini ni watu wa vyombo vya habari, watu wa media. Watu wa media, uwe ni makini. Mmenielewa jamani? Nyinyi mliopo mbele yangu, nyinyi mnaonirekodi hapa, sawa? Katika watu ambao adhabu ya kaburi, ukiacha wale wenye kukojoa, ukiacha wale wasioswali, ukiacha wale wenye nini, lakini watu wa media mwanangu hawatoboi kaburini. Wataliwa, watatafunwa sana. Watu wa media, haki ya Mungu, kuanzia vyombo vya kimataifa, media za kimataifa, nipo serious, watatafunwa sana, yani mtaliwa sana watu wa media. Naomba mjielewe hivyo, sawa? Hivi ruhusa gani nisema tutaliwa wapi? Wewe utajiuliza mwenyewe utaliwa wapi? Subiri ufe. Wamekata umeme huko.